Ulega hujawahi kushindwa chochote. Tumekuona kwenye Wizara ya Mifugo, tumekuona wapo unafanya kazi vizuri sana, sasa hivi unatembea kila mahali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Rais hasa kwa jimbo la kwangu la Bunda na kwa mkoa wa Mara kwa ujumla. Tunampongeza kwa milioni 56 ya barabara ya makutano Nyamswa Sanzati ambayo imekamilika mpaka sasa hivi tunapozungumza. Tunamzongeza kwa milioni 67.2 ya barabara ya kutoka Nyamswa Bunda Bulamba imekamilika. Tunampongeza kwa barabara ya kutoka Bulamba kwenda Kisori ya milioni 53 imekamilika. Kwa hiyo tunampongeza sana, sisi kwa kweli hamna namna ya kusema zaidi ya kumpongeza kwa juhudi kubwa ambayo ameifanya kwa hizo barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto. Kuna changamoto ya barabara ya Sanzati Nata. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa. Na Kasekeja ameshafika pale na mawaziri karibu wote. Labda Ulega ndio hujafika pale, lakini wameshafika pale wote wale kuepo. Lakini ile barabara imeshindwa kukamilika. Wale watu mliwapa thamani ya mradi ni milioni 51. Na sasa amewapa bilioni 51, amewapa bilioni 6.7. Maana yake ni kwamba bado wadai bilioni 44 na pointi. Wale watu wanateseka, wametoka kwenye ile barabara. Wameweka lami juu ya barabara kwenye mchanga wala haifanyi kazi. Inasikitisha sana kutengeneza barabara nzuri kama ile, alafu tumeshinda kuimaliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ile barabara ndio barabara inayotoka Makutano, Sanzati, Nata inaenda Mgumu. Imeshindwa kukamilika. Na tuelewe hapo wote, Mbuga ya Serengeti, hifadhi ya Serengeti ni 80% ya mkoa wa Mara ndio wanakaa pale ndani. Lakini mji wa Mgumu kuja Msoma hauna barabara ya lami. Kwa kweli kuna vitu vingine nasikitisha sana. Naomba hii barabara ya Nata Sanzati, kwa kweli kama mnataka kutukwamisha kwenye ubunge ni hii barabara. Tunaomba mtuokoe kwa sababu hali ni mbaya. Huwezi kutengeneza barabara miaka yote hiyo na haikamiliki na tumetumia hela nyingi. Tafadhali sana Mheshimiwa Ulega, naomba utoe hela. Nimesikia juzi mnawapa bilioni 2. Wapeni waendelee kufanya hiyo kazi. Kuna changamoto nyingine ya barabara ya kutoka Bukama, inatoka Bukama Salamakati, inaenda Kurusanga, inaenda Mihingo. Alafu inatoka Mgeta, inaenda Mihingo, inaenda Mikomaliro. Tuliomba bilioni 1.4. Hamjatoa mpaka sasa hivi. Na ile barabara imeenda TANROADS. Tunaomba hizo fedha ambazo TANROADS waliomba muwape wafanye ile kazi, ile barabara ishe. Tafadhali sana Mheshimiwa Ulega, na kuamini kwenye hilo. Kuna barabara kutoka Barili kuja Mgeta ambayo inafanywa tathmini kwa hiyo ujenzi wa lami. Tunaomba hiyo tathmini ifanyike haraka ili barabara iingie kwenye lami. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimezungumza, tumeona mambo mengi hapa yanazungumzwa. Nilikuwa natazama ni wenzetu wa Seychelles, wenzetu wa Mauritius, wenzetu wa Kongo wanafanyaje kwenye wakandarasi wazawa? Wana sheria inayosema hivi, ili mkandarasi wa nje afanye kazi kwenye nchi lazima awe na mkandarasi wa ndani. Sisi hapa mnasema subcontractor wepo, lakini wanakwepa. Hivi kweli inawezekanaje tukope bilioni 30, bilioni 300, bilioni 400 kutoka nje tuzilete ndani ya nchi yetu, alafu mtu huyu kutoka nje aje afanye kazi arudi na hizo hela? Hivi inawezekanaje hivyo? Yaani tukope hela kuja ndani alafu tumpe mtu kwenda nazo? Haiwezekani. Kwa hiyo tuweke sheria kwamba kila mkandarasi wa nje awe, sheria yake ni kwamba awe na mkandarasi wa ndani. Hakuna kufanya mradi wowote. Hawa kandarasi mnaosema bilioni 10, wa bilioni 50, waungane wawe sasa kwenye viwango hivyo. Kila mkandarasi kutoka nje awe na mzawa kutoka ndani ili waweze kufanya kazi, ili hela zikiletwa hapa zingine zibaki hapa kwetu. Mheshimiwa, naunga mkono hoja na kushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Getele, na kushukuru sana.